Ushonaji wa nguo za kisasa unakuwa kwa kasi kwa karne ya sasa. Wabunifu wa mavazi wanaibuka kila kukicha, na ni kazi ambayo inawaingizia watu kipato katika maisha. Karibu katika makala yetu ya siku ya leo, ambapo tutajifunza mbinu za ushonaji wa nguo za kisasa. Mimi ni Sfelusi Ungolo, baki nami mpaka mwisho. Leo tutakuwa na Felis Fashion ambao ni washonaji wa nguo za kisasa, na tutafahamu mengi kutoka kwao. Kwa majina, mimi naitwa Festo Andrew Okumu. Ni mzaliwa wa mkoa wa Mara, lakini ni mwenyeji wa Mwanza. Nimekulia hapa Mwanza na niko anzia shughuli zangu za ufundi, ambapo mwanzo nilianza kama mwajiriwa kwenye ofisi ya mtu. Nimefanya kazi miaka kadhaa, ndipo baadaye nikapata wazo la kuanzisha ofisi yangu. Nikaja na wazo la jina la ofisi, nikaliita Felis. Nikatafuta sehemu, nikaanzisha ofisi. Felis nitaka kutengeneza brand ambayo ambayo haitasimama kama jina langu, lakini nitafute jina ambalo litasimama mbadala, ambao ndo nikapata Felis. Nikaamua kuliita Felis Fashion, ambao ndo ikasimama kama jina la ofisi yangu na jina la kazi. Kwa hiyo ndo jina ambalo wengi wanalijua zaidi hata kuzidi jina langu halisi. Kwa mara ya kwanza anaanza kushona nguo gani? Kwa mara ya kwanza, wakati naanza ofisi yangu moja kwa moja, nilianzia nguo za harusi ambazo nilikuwa nafanya suti, shera, yani nguo zote za harusi kiujumla. Lakini mwanzoni zaidi nilianza sana na nguo za maids ambazo ndo zilikuja kunitambulisha sana, then kaongeza mashera na nini na vitu vingine mpaka kufika hapa tulipo mpaka sasa hivi. Tunafanya nguo za aina zote, hasa tumebezi zaidi upande wa nguo za harusi. Felizi alianza kwa kuajiriwa. Je, kuna utofauti wa kuajiriwa na kujiajiri mwenyewe? Kuajiriwa na kujiajiri, kwa kweli mimi naweza kusema kwamba kujiajiri kwenye hii kazi ina fursa nyingi, kwa sababu kwanza faida inakuwa kubwa, alafu vile vile unajulikana tofauti na ukiajiriwa, kwa sababu ukiwa umeajiriwa, yani kwanza mwenye ofisi hatopenda hata wewe uonekane. Kwa hiyo ni tofauti kubwa. Kwa huku najitangaza mimi, pesa inakuja kwangu, haipiti tena kwa mtu. Kwa hiyo ndio faida kubwa ambayo kuna tofauti kubwa pia hivyo. Siku zote mwanzo mgumu. Vipi kwa Felis? Na je, alianza peke yake au na watu wangapi? Yani kitu ambacho kilikuwa kigumu nafikiri mwanzoni ni kwa ajili ya kwamba mtu sasa ameniamini nifanye kazi ambayo ndio itaenda kunitambulisha mimi kama mimi. Kwa kweli mwanzoni inakuwa vigumu, kwa sababu kwanza hata wateja wenyewe kukuamini inakuwa sio rahisi. Lakini namshukuru Mungu, mimi nilikuwa ni fundi mzuri, kwa hiyo nilikaa nikafanya, na baada ya kufanya kitu kikakubalika, mteja akapenda nguo. Kwa hiyo sikupata ugumu wote ule, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakijua. Wakati nilianza na dada mmoja ambaye fundi nilikuwa ni mimi. Nikaanza na yule dada ambaye yeye alikuwa anafanya, wote tulikuwa tunashona nguo za kike, lakini nikamuongeza kwa ajili ya ufanisi wa kazi ili kazi iweze kutoka haraka. Then baadaye nikaongeza fundi mmoja wa kiume, tukaendelea na kazi. Baada ya muda fulani, kwa hiyo nikawa naongeza watu kila siku kulingana
kazi zinavyokuwa nyingi na kutoa nguo haraka, tukawa tunaongeza watu. Mbinu gani anatumia kuhakikisha biashara yake inaendana na biashara ya sasa, na vipi mteja ana design mwenyewe ama mshonaji anamsaidia mteja kudesign? Tusikie kwa pamoja. Vitu tunavyotumia ni kutumia tu material ya kisasa, ushonaji wa kisasa, na kuwa mwaminifu kwenye kazi, kuondoa kazi kwa wakati, ingaje kuna muda kuna changamoto, lakini tunajitahidi kufanya kazi nzuri na kutumia vitu vya kisasa, kwa sababu ushonaji wa sasa hivi sio tofauti na ushonaji wa kizamani. Sasa hivi tunatumia zaidi ubunifu, uumize kichwa utengeneze kitu fulani. Kondo vitu ambavyo tunavitumia zaidi, hasa ubunifu. Asilimia kubwa siku hizi wateja unakuta mtu anakuja na picha, amesha plani kwamba mimi nakuja kushona hivi, lakini anapofika ofisini lazima tumwangalie muonekano wake kwamba je, nguo ambayo anaichagua inamfaa au yeye amechagua kwa sababu aliona mtu fulani amevaa. Kwa lazima hicho kitu lazima tumshauri kwamba bwana, hiki hapa ni nguo nzuri lakini haiwezi kukaa wewe vizuri kama hivyo mkao huyo mtu vizuri. Kwa lazima tumshauri, na design mara nyingi anaweza kaja na design fulani lakini naweza nisifanye, yani niboreshe zaidi toke kitu kizuri kuliko kile anachokifanya. Unaona? Au nikamshauri akatoka kabisa kwenye ile idea yake akafuata idea yangu mimi ambayo nataka nimtengenezee, na nikamtengenezea kitu ambacho ni kizuri na bora zaidi, ili mradi mteja nguo imetoka vizuri na amependeza. Ushindani ni mkubwa katika sekta hii ya fashion. Je, anamudu vipi kuhakikisha anaendelea kuwa bora, na je, alikotoka na alipofikia kuna tofauti? Ushindani kweli ni mkubwa, lakini kikubwa kinachotusaidia sisi ni kuwa tu wabunifu na kuwajali wateja wetu na kuwafanyia kazi nzuri bora. Kinasababisha tuingani kwenye ushindani, tuwepo zaidi na tusipate ushindani mkubwa, kwa sababu mteja anapokuja tayari ameshaniamini na anaamini kazi yangu, na pia akitoka hapo unakuta analeta watu wengine ambao pia tayari wanakuja wameshaniamini. Unaona? Kwa hiyo na anayekuja pia na anakuja maybe hanijui, lakini akifika hapa nitamjengea uaminifu na nitamfanya aniamini. Kwa hiyo ushindani tunakutana nao, lakini tunakabiliana nao kutokana na hali halisi ya kazi. Felis Fashion imeanza mwaka 2020, ndio ofisi imekuwepo rasmi. Huko tulianzia sehemu nyingine, then baadaye tukamia hapa tulipo, baada ya kuwa tumekua kidogo tukatafuta sehemu ambayo ni kubwa. Lakini tofauti ya mwanzo tulivyoanza na sasa hivi ni mkubwa sana, kwa sababu nilianza ofisi nikawa ni mtu ambaye sijulikani, hamna anayenijua. Lakini kwa sasa hivi Felis nashukuru kwamba inajulikana mikoa mingi, tunafanya kazi nyingi ya mikoa mingi, lakini pia tunafanya kazi mpaka kuvuka nje ya Tanzania, ambapo tunapostia watu tu nguo wengi tu kutoka Australia, Marekani, Canada na sehemu zingine Afrika Kusini, kwa ajili tu ya ukubwa wa kazi ambao tunaufanya. Kwa hiyo Felis imekuwa kubwa, tunamshukuru Mungu, watu wanatuamini kutoka mataifa tofauti tofauti na mikoa mingine mbalimbali hapa nchini kwetu. Ni namna gani ama mbinu gani anatumia kupata wateja wa ndani na nje ya nchi na kwa maintain, na vipi teknolojia imemsaidia Felis Fashion kuboresha ushonaji wa nguo za kisasa? Mbinu ninayotumia sasa ni mitandao ya kijamii. Hasa mitandao ya kijamii inaniletea sana wateja kutoka nje, ambao wateja wengi wapo Marekani. Kama naweza nikasema labda wateja wengi wa nje ambao nafanya nao tuseme kama 70% wapo Marekani na Canada. So wale tunawapata kupitia njia ya mitandao ya kijamii, hasa Instagram, TikTok, Facebook, ambako natumia sana nguvu kubwa kutangaza kazi zangu. Natumia sana nguvu kubwa mno kutangaza. Kwa hiyo nashukuru kwamba kazi zinawafikia, lakini pia ninapowatumia nguo zao wanakuwa rahisi kuniletea watu. Kwa hiyo pia hawaami, kwa sababu unajua sio rahisi kwa mtu ambaye hakujui, amekutafuta Instagram then anakulipa pesa, unamfanyia kazi yake, unamtumia, sio kitu ambacho ni rahisi. Kwa hiyo ule uaminifu tunaofanya kinatusaidia wasiondoke, wabaki na sisi siku zote. Na vivyo wateja wa hapa Tanzania, ule uaminifu ambao tunawafanyia kuwafanya kazi zao, tunawakabidhi nguo,
za kusaidia wao kutoondoka na kuendelea kutuamini. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo. Teknolojia imechangia kwa sababu dunia sasa hivi watu wengi wanategemea zaidi teknolojia kwa sababu tunapata vitu vingi, tunajifunza vitu vingi kutoka kwenye mitandao ya kijamii, na tunaangalia style tofauti. Labda kuna kitu fulani sikiwezi, nitaangalia mtandaoni kitanisaidia. Kwa hiyo kinanisaidia kuboresha kazi zangu kwa sababu kwenye hizi kazi tunazidiana, kuna watu ambao wapo juu zaidi yangu. Kwa hiyo unapoangalia ninachokifanya then na mimi kinanipa njia ya kufanya. Kwa hiyo ni faida mojawapo ya teknolojia. Mambo gani muhimu ya kuzingatia unapochagua vitambaa vya kushonea nguo hasa za kisasa? Vitambaa huwa vinatofautiana, kwa hiyo tunaangalia ubora hasa. Mimi ni mzoefu wa hii kazi. Lakini pia ukishakuwa mzoefu lazima najua hiki kitambaa ni kizuri, hiki ni kibaya. Huwa anachagua vitambaa bora ambavyo vitamshawishi mteja na mteja akiona apende arudi. Kwa hiyo kwa hicho najitahidi sana kuwa makini kwenye kuchagua vitambaa. Hatua zinazofanyika mteja anapokuja Feliz Fashion mpaka anapopokea nguo kutoka kwao ni zipi? Kwa nini muhimu kufanya fitting na hali ikoje kwa walio mbali hasa nje ya nchi? Yaani hatua ya kwanza mteja atakuja, atanionyesha style ya nguo anayotaka. Tutafanya makubaliano. Tukishafanya makubaliano atatoa advance. Baada ya advance tutampa tarehe ya kuchukua nguo yake. Tutampa kwanza tarehe ya kufanya fitting. Hasa kwa wale wa harusi, tutaandaa kazi yake, tutaifanya. Tukifikia hatua fulani tutampigia simu kwa ajili ya kuja kufanya fitting. Hapo atakuja kufanya fitting, ataondoka siku hiyo. Then tutamwambia siku ya kuja kwa ajili ya kuchukua nguo yake. Atakuja, atavaa tena, nguo itakuwa sawa kwa sababu ashafanya fitting, atachukua nguo yake. Kwa hizo ndio hatua ambazo tunapitia. Ya fitting inasaidia kuona kama nguo imekaa sawa. Sasa nguo za sherehe, uwezo kanani tu kampa mtu nguo hajafanya fitting, labda akiwa mtu ambaye yupo mbali huko, lakini kwa ambaye yuko hapa huwa tunawashauri zaidi kufika ofisini kwa ajili ya kufanya fitting ili apate kile kitu ambacho ni bora na kile ambacho alitarajia kukipata, isiwe na kasoro yoyote ile. Ili kama kuna kasoro turekebishe, nguo yake iwe sawa. Kwa ambao wafanye fitting huwa mara nyingi huwa wananipigia video call na waelekeza, wanawapima kupitia video call. Aidha kama kuna tailor kule namwambia nenda kwa tailor akupime, then anaenda anapimwa, ananitumia vipimo. Changamoto huwa zipo kwa sababu ya nguo ambazo tunazituma mbali, kwa sababu maybe amenitumia nguo ikaenda ikawa na kasoro. Kwa hiyo nitamshauri aende kwa mtu kule amrekebishie hivyo. Changamoto wanazopitia watu wa tasnia hii ni zipi hasa, kwa sababu hakuna kazi isiyo na changamoto, na namna gani wanaweza kuzitatua? Changamoto zipo kwa sababu sidhani kama kuna biashara ambayo haina changamoto. Mfano tunaweza changamoto kubwa hasa inakuja sababu wateja wengi wanaamini kwamba mafundi ni wasumbufu. Unaelewa? So anakuja labda imetokea labda mtu ameleta nguo yake express, anataka achukue kesho. Labda siku hiyo bahati mbaya au nzuri, sisi tunatumia mashine zetu zote zinatumia umeme. Labda amekuja, labda siku hiyo hatuna umeme, nguo yake ikachelewa kidogo. Tayari mteja alishajenga kwamba nyie sio waaminifu, hawezi kukuamini. Kwa hiyo tutatumia kubwa sana kumwaminisha ili kutuelewa. Kwa hizo ni moja ya changamoto tunazokutana nazo, lakini pia tunakutana na changamoto aidha ya nguo. Umemshonea mtu nguo, labda umemaliza, maybe nguo ikaungua. Sawa, vitu kama hivyo vinatokea. Au umeshashona ukamaliza, unajikuta mteja anajaribu lesi inachanika. Hivyo ni vitu ambavyo tunakutana navyo. Au umeshona nguo mpaka mwisho mteja amekuja amechagua, lakini mwisho wa siku anakuja anaona ile nguo iko tofauti, anakuziria nguo. Hivyo vipo wakati mwingine, ingaje sio sana, ni mara chache. Kwa hiyo ni changamoto ambazo tunakutana nazo, lakini tunamshukuru Mungu sisi changamoto tunapata, lakini japo sio nyingi sana, sababu tunajitahidi sana kuwa makini ili changamoto zisitokee. Kwa mafundi ambao wanatamani kuingia katika biashara hii ya ushonaji, je, nini wafanye ili wakiingia huku wafanikiwe? Na je, Feliz Fashion imefikia malengo yake, ama mpango hasa ni nini wa baadaye? Yaani kikubwa tu ni kujiamini, wajiamini na waamini kile kitu anachokifanya. Kisha akijikubali kwamba mimi kitu anaweza akafanya na akafanikiwa. Kikubwa tu ni kuwa wabunifu, kuwa waaminifu pia,
na kuwa wakweli kwa wateja. Waache yale mambo ya kuzungusha, mara mdanganye mteja, atafanikiwa, anaweza kafika level ambayo sisi tumefika. Hapa nilipo mimi ni kama vile nipo mwanzo. Bado sijafika kule ambako nahitaji, kwa sababu nataka nifike level ambayo kuna mafundi wenzangu huko wamefika, ambao hatuwezi kuwataja majina hapa, lakini wapo mafundi wakubwa zaidi ambao wamefika. Kwa hiyo mimi mwenyewe bado namuomba Mungu azidi kupeleka jina, yani kunitambulisha zaidi na zaidi. Nchi nyingi, Tanzania zaidi ya nchi nyingi ambazo najulikana, lakini nijulikane zaidi pia. Kwa hiyo bado nina kiu ya kufika mbali zaidi ya hapa nilipo. Kwa kweli kujipanga nimejipanga na najitahidi. Ili nifike huko ni kuongeza tu naongeza bidii tu kwenye kazi yangu na kufanya matangazo zaidi, kuwafanyia wateja vitu vizuri watakavyopenda, ili tu kazi yangu iweze kwenda, kwa sababu wanaotutangaza zaidi sio sisi, ni Mungu, alafu pia kuna wateja. Kwa hiyo Mungu akishakubali kwamba yeye ndio, sababu kila kitu tunachokifanya tunamtanguliza kwanza Mungu, na wateja pia ni ambassadors wazuri sana wanaotutangaza. Kwa sababu kama nimeharibu kazi yako, lazima utaenda kunisema vibaya, lakini kama nimekutengenezea kitu kizuri, lazima kazi yangu lazima utanienda kunitangaza kwa watu. Kwa hiyo mwenyewe utakuwa balozi wangu mzuri. Je, kuna kazi ngumu ambazo wanakutana nazo Feliz Fashion na kuwafanya kuwa wabunifu zaidi kupitia kazi hizo ngumu wanazozipata? Na je, wamewahi kupata changamoto na kuchelewesha nguo kwa wateja hasa za maharusi? Kwa kweli kuna kazi ambazo nazipata, bahati nzuri mimi nazipata nyingi, kwa sababu hususan kama watu ambao wanasema na washonea wapo nje, ni watu ambao wanachagua nguo ambazo ni ngumu sana. Leo anakutumia tu picha, bwana mimi nahitaji picha hii hapa, na inatakiwa utengeneze kama kile unachokifanya. So najitahidi na nitajitahidi sana, nitatafuta ushauri kwa watu wanaojua zaidi yangu ambao tunafahamiana, watanipa idea, then nitafanya kile kitu ambacho wanataka. Kwa hiyo kuna ugumu wakati mwingine nakutana nao, lakini inakuwa nyepesi kwa sababu ni mtu ambaye napenda kupata idea kutoka kwa watu wengine. Ananishauri, then nafanikisha kile kitu ambacho nakitaka, na mwisho wa siku mteja anapata kile anachokihitaji. Nguo ya harusi sijawahi kumcheleweshea mtu, kwa sababu kwa muda ambao tunawapa watu wa harusi, tunampa nguo yake, wengine tunawapa hata mwezi mmoja kabla, au wiki 3 kabla ya harusi, au wiki 2 kabla. Kwa hiyo sio rahisi kumcheleweshea mtu nguo ya harusi. Kwa kweli hapo sijakutana na hiyo changamoto. Mtazamaji, naamini kwamba tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa, na tufahamu kwamba je, Feliz Fashion wanatumiaje mitandao ya kijamii kujitangaza, na kwa nini wanachagua mitandao hiyo? Pages ninazo, ambayo kuna Feliz Fashion Instagram, kuna Feliz Fashion Facebook, kuna Feliz Fashion TikTok, kuna Feliz Fashion kuna Feliz Fashion Instagram, kuna Facebook, kuna Twitter na kuna TikTok. Ndio mitandao ambayo mimi naitumia sana kwa ajili ya kutangaza biashara yangu. Ni mitandao ambayo vijana wengi wanatumia na wateja wengi wanaitumia. Sidhani kama kwa kizazi cha sasa hivi, labda ambao wapo vijijini, lakini hata vijijini pia mitandao ipo, lakini sasa hivi asilimia kubwa sana watu wanategemea kutafuta vitu mitandaoni. Kwa hiyo ndio maana kule kuna fursa nyingi, hasa Instagram na TikTok na Facebook, kuna fursa nyingi tu sana, ndio maana tunapenda kuzitumia sana kutangaza kazi zangu. Mteja anapoweka oda ya nguo yake mpaka kuchukua inachukua muda gani? Itategemeana na huyo mteja, lakini hasa nguo ya harusi kulingana na ofisi yetu inakuwa busy. Hasa shera huwa tunampa mtu mwezi mmoja, lakini suti hizi huwa tunatoa wiki 1, wiki 2. Mtu anapata nguo yake. Lakini pia kuna express ambayo mtu atakuja kwamba bwana mimi nguo yangu ni express. Kwa hiyo tutaangalia kulingana na ratiba yetu, tutamfanyia express, lakini bei yake inakuwa tofauti. Kwa hizo pia tunafanya. Kwa hiyo huwa ni makubaliano asilimia kubwa. Feliz Fashion tunashona suti ambazo ni kwa ajili ya maharusi, pia tunashona suti kwa ajili ya za ofisini, tunashona kaunda suti, tunashona shera, tunashona nguo za wageni waalikwa, tunashona nguo za maids na nguo za kina mama za kila aina, vitenge. Kwa hiyo tunashona karibu nguo zote. Mtazamaji, fuatana nami tufahamu machache kutoka kwa fundi wa Feliz Fashion. Naye ana yapi ya kutueleza? Kwa majina mimi naitwa Peter Mgema. Ni fundi katika
nani hapa Felis Fashion. Kazi yangu ni ufundi kama mnavyoona nashona. Sema kwenye hizi kazi changamoto huwa zikosekani. Kazi yoyote unayoifanya changamoto haiwezi ikakosekana, kwa sababu hizi ni kazi za watu. Kwa hiyo mpaka mtu kumridhisha atoe hela yake umridhishe ni kazi ngumu, sio kidogo. Fundi anapokabidhiwa kitambaa mpaka anapomaliza nguo inachukua muda gani kukamilisha? Hatua ya kwanza huwa tunakata. Hatua ya kwanza tunakata. Tunamaliza kukata, tunaenda mezani kugundisha. Baada ya kumaliza kugundisha, yani kugundisha kwa design hii, tunagundisha ili kuonyesha ubora wa belti isimame vizuri, pamoja na mifuko hivi tunagundisha. Ili hata mteja anapokuja kujaribu nguo yake iwe imetulia, imesimama. Kutengeneza suti mpaka ikamilike inaweza ikachukua hata masaa 6. Suti moja masaa 6 au 7. Sema tu changamoto inaweza ikajitokeza kwenye umeme, pengine labda umeme unaweza ukakata, kwa sababu mashine zetu hizi ni za kutumia umeme, sio za kukanyagia. Unaweza ukakata ikakuchukua tena hata masaa 2 au 3 kulingana na umeme utakavyorudi. Sasa ni upi ushauri wake hasa kwa vijana wenzake fundi huyu? Vijana kiufupi, unapozaliwa mwanaume lazima kupambana. Lazima upambane ili maisha yako yaweze kwenda mbele. Hayupo atakaye kuja kukupambania kijana, lazima upambane mwenyewe. Maisha ya sasa hivi ni kupambana. Ndio maana tunapambana mpaka sisi tunajituma kwa ajili ya ili mradi mkono uende kinywani. Na uwezo ukatimiza malengo bila kupambana. Lazima upambane ili malengo yatimie. Tumezipiga hatua na tunaelekea mwisho. Na hapa tuone ni upi ushauri Felis anautoa kwa vijana wenzake, lakini pia kwa mafundi wenzake. Vijana wenzangu na washauri tu kujiamini kwenye kile kitu ambacho anakifanya, hasa kwenye vipaji vyao, kwa sababu dunia sasa hivi kipaji ndo kinatupa, tunaweza kusema kipaji ndo kina faida kubwa kuliko kuajiriwa, kwa sababu ukiangalia watu wengi sasa hivi waliofanikiwa wamefanikiwa kwenye ambao hasa vipaji vyao vimesababisha wamefanikiwa. Kwa hiyo wamesababisha wamefanikiwa. Kwa hiyo na washauri tu kutumia vipaji vyao vizuri. Na mafundi wenzangu na washauri kuongeza bidii na kuwa waaminifu. Tuache ule uswahili kwenye kazi. Tufanye kazi ili kuwavutia wateja wetu. Tupate kazi bora na maisha yetu yabadilike. Felis Fashion tunapatikana mkoani Mwanza, Tanzania. Tupo mtaa wa Rufiji. Kwa wale wanaoishi Mwanza, tupo mtaa wa Rufiji. Mtazamaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Ushonaji wa nguo hasa za kisasa unalipa. Anza biashara hii upate fedha za kujikimu katika maisha. Tukutane katika kipindi kijacho. Mimi ni Swallow Ngolo. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha yako.